Anasema anna ina maana tatu. Moja ya maana ya anna, mahala popote, kama vile masikioni penyeza tu babu, kama vile kichwani dunga tu babu, kama vile puani gonga tu babu. Haya, nionyeshe tundu la kichwani unaweza kupenyeza. Ni nani muislamu timamu mliowahi kumwona akimwingilia mke wake sokoni? Anasema aya imeruhusu kuwaingilia wanawake barabarani, kuwaingilia wanawake masokoni, kila mahala. Ndio maana aina mashitum. Kweli, paka barabarani, kama mzee mbuzi, kama mzee jogoo. Kweli. Jamani, hii dini isi aibu, jamani isi fedheha. Innal hamdalillah نحمده تعالى ونستغفره ونستعينه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا إنه من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا محمدًا صلى الله عليه وسلم عبده ورسوله وصفيه من خلقه وخليله أشهد أنه بلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح الأمة وكشف الله به الغمة وجاهد في الله حق جهاده حتى أتاه اليقين وتركنا على المحجة البيضاء ليلها كنهارها لا يزيغ عنها إلا هالك فصلوات ربي وتسليماته عليه. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. اللهم علمني ما جهلت وذكرني ما نسيت. اللهم إني أتبرأ من حولي وقوتي وألتجئ إلى حولك وقوتك. اللهم أعني ولا تعن علي وانصرني ولا تنصر علي واهدني ويسر الهدى لي. أما بعد، إخوة الإسلام والإيمان، أحباب رسول الله، أوصيكم وإياي بتقوى الله جل في علاه. Ndugu zangu Waislamu, wapenzi na wafuasi wa Bwana Mtume Muhammad sallallahu alayhi wasallam, ninakuhusieni pamoja na kuihusia nafsi yangu kumcha Allah jalla fi ulah, na tufahamu ya kwamba ikiwa mwana wa Adam hakuwa tayari kuvaa vazi la uchamungu, basi hubadilika kuwa uchi hata kama amevaa mavazi. Na vazi bora kwa mtu ni kile kitendo cha kumcha na kumtii Mola wake. Na siku zote hakuna kheri kwa yeyote yule aliyekuwa tayari kumkera na kumuudhi na kumuasi Mola wake. إخوة الإسلام والإيمان، هل القرآن الكريم أباح إتيان النساء في أدبارهن؟
Je, Qur'ani tukufu imeruhusu kuwaingilia wanawake kinyume na maumbile? Khutba yangu hii itakuwa ina nukta kama 4, na ninahisi kabisa siwezi kuzimaliza nukta zote 4 ndani ya Ijumaa hii, ili kuepuka kurefusha sana khutba na kuudhi au kukera Waislamu ambao watakuwa wana majukumu kwa namna moja ama nyingine baada ya khutba. Namuomba Rahman aliyefundisha Qur'an aniwafikishe katika khutba hii, na ijalie itoke ndani ya moyo wangu na iende kujikita katika nyoyo zenu, na ilete matunda kwa jamii ya Kiislamu. Innahu waliyu dhalika walqadiru alayhi. Hivyo basi tusiwe na haraka, hata Ijumaa ijayo tutamaliza au kumalizia khutba yetu insha Ar-Rahmanu alladhi allama al-Qur'an. Nukta 4 katika khutba yangu. Nukta ya kwanza inasema Al-Qur'anul Karimu lam yubih fahishata ityani nisai fi adbarihinna. Qattu kabisa Qur'ani tukufu haija ruhusu na haija halalisha kuwaendea wanawake kinyume na maumbile. Nukta ya pili inasema man a'lamu bil Qur'ani wa bil arabiyyati anta am Rasulullah. Ni nani mwenye kuijua zaidi Qur'ani na mwenye kuijua zaidi lugha ya Kiarabu? Ni wewe au Bwana Mtume Muhammad sallallahu alayhi wasallam? Nukta ya tatu inasema ayun abaha hadhihi alfi'lata alkhabitha, ulamauna am ulamaukum? Ni nani aliyeruhusu kitendo hichi kichafu? Wanawachuoni wetu wa ahlu sunna wal jamaa au wanawachuoni wenu? Na nukta ya 4 inasema nini sababu ya khutba yangu ya leo? Moja kwa moja naanza kutaja kipi kilichonifanya leo kukuleteeni anwani hii ambayo pengine ina ukakasi kwa namna moja ama nyingine. Masababu khutbati hadhihi, ni zipi sasa sababu zilizonipelekea kutoa khutba hii ya leo? Jawabu: wakati serikali ikipiga kelele juu ya mmomonyoko wa maadili, wazazi wakipiga kelele juu ya mmomonyoko wa maadili, na jamii ikipiga kelele juu ya mmomonyoko wa maadili, mashekhe pia tukipiga kelele juu ya mmomonyoko wa maadili, leo amejitokeza mshia mmoja hadharani bila ya haya wala aibu,
huku akiwa anatetea liwati, anatetea kuwaingilia wanawake kinyume na maumbile. Baya zaidi, akidai eti Qur'ani tukufu ndio iliyoruhusu kitendo hicho. Kaburat kalimatan takhruju min afwahihim in yaquluna illa kadhiba. Allah anasema katika suratul Kahfi, limekuwa kubwa neno lililotoka katika vinywa vyao, hakika hakuna walichokisema isipokuwa uongo mtupu. Allah pia anasema, qul innal ladhina yaftaruna ala Allahi al-kadhiba la yuflihun. Sema ewe Muhammad, hakika wale wanaozua uongo juu ya Allah, hao hawatofaulu. Mata'un fi dunya, watastareheshwa tustarehe ndogo hapa duniani. Thumma ilayna marji'uhum, kisha marejeo yao ni kwetu sisi. Thumma nudhiquhumul adhaba ash-shadida bima kanu yakfurun, kisha huko akhira tutawaonjesha adhabu kali kabisa kutokana na vile walivyokuwa wakikufuru. Madai haya ya mshia huyu ambaye klipu yake imesambaa katika nchi yetu, akiwa anaongea hovyo, akiwa ongea porojo. Klipu hii imeleta ukakasi kwa jamii yetu, jamii ambayo haikupigiwa tu inacheza. Je, ikipigiwa itakuwaje? Na sote tunafahamu ya kuwa katika jamii yetu mtindo huu wa kuwaingilia wanawake kinyume na maumbile, mtindo huu umeenea, na hata baadhi ya wanandoa wanawaingilia wake zao kinyume na maumbile. Na huku haijapatapo kutokea shekhe hata mmoja katika Waislamu na madhehebu yetu yote, hakuna shekhe hata mmoja katika Waislamu aliyewahi kusimama akaruhusu kuwaingilia wanawake kinyume na maumbile isipokuwa huyu bwana wa Kishia. Hakuna dhehebu hata moja, hakuna shekhe wa dhehebu yoyote tuliyewahi kumsikia akilishadidia kitendo hichi kichafu isipokuwa huyu mshia. Hata tukienda kwa wenzetu wasiokuwa wa Kiislamu, hatujawahi kusikia wasiokuwa wa Kiislamu kinaga ubaga, dhahiri shahiri, wakisema yafaa mwanaume kumwingilia mkewe kinyume na maumbile isipokuwa huyu mshia. Na kwa kuwa amepotosha
lazima tuje turekebishe. Na bila ya shaka huyu bwana kama bado hajasababisha, atasababisha Uislamu kutukanwa, atasababisha Waislamu kutukanwa, atapelekea wasio Waislamu watasema Uislamu ni dini ya ngono, Uislamu ni dini ya rivers, kuendea wanawake rivers, kinyume na maumbile, jambo ambalo sio sahihi hata kidogo. Uislamu uko mbali kabisa, umbali wa mashariki na magharibi na madai haya ni madai ya dini hii ya Mashia. Na mimi ninajiuliza, anapodai akasema, ninanukuu, haya sio masala ya ushia, eti anazuga, eti anataka kukwepa kimataifa. Haya sio masala ya ushia, haya ni masala ya Qur'ani. Anayetaka kuwashutumu au kuwalaumu Mashia, anayetaka kuwatuhumu Mashia, basi aituhumu Qur'ani. Inna lillahi wa inna ilayhi raji'un. Na mimi wa ala janahi sur'a, haraka kabisa namtumia message fupi nikiwa ndani ya hotuba yangu hii. Ninamuuliza, ninamchallenge, ayu Qur'anin taz'umuhu ayuha rajul, Qur'ani gani wewe unayo idai ya kwamba imeruhusu kuwaingilia wanawake kinyume na maumbile? Qur'ani hii ya Sayyiduna Muhammad sallallahu alayhi wasallam, ambayo wewe mwenyewe uliwahi kusema Qur'ani hii hayuko sahihi, Qur'ani hii haipo sawa, Qur'ani hii imebadilishwa na masahaba wa Muhammad. ayahu na wakazibadilisha aya za Qur'an. Ya bi'sa martakabu, nasikia habari hiyo. waharafu ayahu na wakazibadilisha aya za Qur'an. Ya bi'sa martakabu, ni uovu mno wa kitendo walichokifanya baada ya mtume kuondoka Qur'an. Moja ya itikadi ya hawa mabwana, moja ya itikadi ya hawa mabwana, asli yao Qur'ani hii hawaikubali na kuiamini. Kinachofanyika ni taqiya, ambayo Kiswahili cha kwetu Temeke ni zugaringo, anazuga tu. Anasema waharafu ayahu, na masahaba wakabadilisha aya za Qur'ani. Kisha akasema ya bi'sa martakabu, uovu ulioje walioufanya baada ya mtume kuondoka. Maneno haya ni kufru ya wazi kabisa. Itikadi hii ya kuamini ya kuwa Qur'ani hii haijakamilika, hii ni kufrun bawahun, ni kufru ya wazi kabisa. Na yeyote mwenye kuamini, mwenye kuitikadi ya kuwa Qur'ani hii sio, haijakamilika, ina mapungufu, imechakachuliwa, huyo sio Muislamu. Kwa nini sio Muislamu?
Pokea aya nambari 9 katika suratu Al-Hijri. Sikilize Mola anavyosema: inna nahnu nazzalna dhikra wa inna lahu lahafidhun. Hakika sisi tumeishusha hii Qur'ani, tumeiteremsha hii Qur'ani, nasi ndio wenye kuihifadhi, nasi ndio wenye kuilinda. Tazama commitment ya hali ya juu ya Mola mlezi. Mola anajicommit ya kwamba kitabu changu nitakilinda, nitakihifadhi. Hakuna mwenye uwezo wa kukichakachua wala kukibadilisha wala kuingiza mkono wake mchafu. Kwa hivyo basi, atakaidai ya kuwa Qur'ani hii imebadilishwa, huyo siyo Muislamu. Kwa nini siyo Muislamu? Anampinga Mola wetu, anampinga muumba wetu, anampinga mlezi wetu, anampinga Allah jalla fi ula. Allah anasema inna nahnu nazzalna dhikra wa inna lahu lahafidhun. Hakika sisi tumeishusha hii Qur'ani, nasi tutailinda, tutaihifadhi. Wewe unakuja na remba lako kama tairi ya gari, unatuambia masahaba walifanikiwa kuibadilisha na kuichakachua. Hii maana yake unamkadhibisha Mola. Hii maana yake unamwambia Mola, wewe Mola si chochote si lolote, umeshindwa kuilinda Qur'ani. Wanafunzi wa Muhammad wameichezea. Ukafiri wa wazi kabisa huu. Sasa mimi najiuliza, Qur'ani gani unayodai imeruhusu kitendo hichi kichafu? Hii ya Muhammad ibn Abdullah, ambayo wewe na wenzio hamuiamini, na ushahidi ni kama mlivyosikia nimekuwekeni klipu yake. Au ni ile iliyokuwa mafichoni katika mapango ile ya kwenu mnayoisubiria miaka nenda miaka rudi? Katika klipu yake hii niliyoyagundua ni haya yafuatayo. Cha kwanza, kuizulia uongo Qur'ani tukufu na kumzulia uongo Allah jalla fi ula. Allah katika suratu Al-Fussilat anasema innal ladhina yulhiduna fi ayatina la yakhfawna alaina. Hakika wale wanaokataa aya zetu, wanaokanusha aya zetu, wanaopinga aya zetu, wanaoleta ilhad katika aya zetu, hao hawajajificha kwetu. afaman yulqa fi an-nari khayrun amman ya'ti aminan yawm al-qiyamah i'malu ma shi'tum, fanyeni mtakavyo, innahu bima ta'maluna basir, hakika yake yeye Allah juu ya yale mnayoyatenda ni mwenye kuona. innal ladhina kafaru bidhikri lamma jaahum, hakika wale wanao kufuru walioikataa Qur'ani hii baada ya kuwajia. wa innahu lakitabun aziz, na hakika yake Qur'ani hii ni kitabu kitukufu mno. la ya'tihi al-batilu min bayni yadayhi wala min khalfihi tanzilun min hakimin hamid. Batil haiwezi kuingia ndani ya Qur'an, batil hata
haiwezi kuifikia Qur'an. Batil haiwezi kuijia Qur'ani kutoka mbele yake wala nyuma yake. Tanzilun min hakimin hamid. Qur'ani hii ni uteremsho uliotoka kwa yule mtukufu Allah jalla fi ula. Jambo la pili ni kuwazulia uongo masahaba wa bwana mtume Muhammad. Na hilo hatuwezi kulishangaa. Huyu bwana ana chuki ambazo zimechupa mpaka juu ya masahaba wa bwana mtume Muhammad, na ushahidi tunao. Lakini jambo la tatu ni kuwazulia uongo ulamau ahli sunna wal jamaa. Lakini jambo la nne, maneno yake yanatanaqudat, yanakinzana, yanapishana. Yeye mwenyewe maneno yake yanakinzana na kupishana. Mara anasema haya sio masala ya mashia, haya ni masala ya Qur'ani, yani akiwa ana maana ya kutetea jambo hili. Wakati huo huo anakuleteni kauli ya mmoja katika watu wa nyumba ya bwana mtume Muhammad, al-Imam ar-Ridha alayhi wa ala jaddihi afdalu salati wassalam, ya kwamba ameulizwa mnasemaje, akasema sisi ahlul baiti hili jambo hatulifanyi. Vipi unatuthibitishia Qur'ani imeruhusu, alafu ahlul baiti waje kwenda kinyume na Qur'an? Tanaqudat. Unasema anayetaka kuwatuhumu mashia au aituhumu Qur'an kwa sababu Qur'an ndio imeruhusu kuingilia wanawake kinyume na maumbile. Hapo unanukuu kauli ya mmoja ya watu wa ahlul bait akisema sisi ahlul bait mtindo huo mchafu hatuufanyi. Ahlul bait wanakwenda kinyume na Qur'an? Ahlul bait wanaacha ruhusa ya Allah? Tanaqudat. Lakini cha kushangaza ndugu zangu, cha kushangaza ndugu zangu, cha kusikitisha ndugu zangu, wal adha wal amar, الرجل لا يحسن حتى قراءة القرآن. huyu bwana hata kusoma Qur'ani hajui. Ulimi wake haujataharika kuweza kujulia kusoma maneno ya Allah. Ikiwa kusoma Qur'ani tu kuna mpiga chenga, matamshi yake mabovu, pahala penye sukun anatia fatha, vipi awe na uthubutu wa kujua maana na tafsiri ya Qur'ani? Sikiliza sasa, sikiliza ndugu yangu, wakati ananukuu aya ambayo katika kukinzana kwa maneno yake, aya ambayo anadai ndiyo iliyoruhusu kuwaendea wanawake kinyume na maumbile, aya nambari 223 Al-Baqarah iliyosema nisaukum harthun lakum fa'tu harthakum anna shi'tum. Wake zenu ni makonde yenu, wake zenu ni mashamba yenu, hivyo yaendeeni mashamba yenu kwa staili yoyote mtakayo. Akatumia aya hii kusema ya kuwa ruhusa kuwaingilia wanawake kinyume na maumbile. Akaja na falsafa za kilugha. Lugha ipi?
Qur'ani yenyewe inamshinda. Sikiliza usomaji mbovu. Anasema nisaukum harthun lakum fa'atu harthakum anna shi'itum. Mzee wa rivers, Qur'ani inakupa tabu. Anasemaje? Nisaukum harthun lakum, badala ya hamza kuipa sukun fa babu sema fa tu, sio faa la wallahi ma hakadha unzilat ala sayyidi sadat wa qaidi alqadat الرحمة المهداة والنعمة المزداة والسراج المنير سيدنا محمد. Nimfundishe kidogo ilmu ya qiraati na tajwid. Fa alif juu yake kuna hamza ina sukun. Alipaswa asiweke haraka, asiseme faa, bali aseme fa sakin taslam ayuha almujrim. Iweke sukuni hiyo wewe. Faa ni fa tu harthakum anna shi'tum, sio shi'itum. Kasome kwanza Qur'ani, alafu ndo uje uijadili. Kasome kwanza Qur'ani ndio uje uijadili. Hamza inakushinda, kutamka hamza inakushinda, hujui hata kutofautisha baina ya haraka na sukun. Na ulama utajwidi wanasema wal hamzatu min hurufi shidda, na hamza ni katika hurufu 8 za shidda. Nini maana ya hurufu shidda? Hurufu shidda unapozisoma unatakiwa ulete inhibasu sauti inda nutqi bil harfi. Narudia, inhibasu sauti inda nutqi bil harfi. Unatakiwa uzuie sauti pindi unapoitamka herufi moja wapo katika hurufu shidda, kama hamza pindi inapokuja na sukun useme fa. Tazama ilivyoizuia sauti fa, sio faa. Qur'ani ya wapi hiyo faa? Alafu anna shi'i ya wapi hiyo? Wewe ni fa tu harthakum anna shi'tum. Kwanza hii ni salamu fupi tu kwamba tunajua ya kuwa Qur'ani hawezi kuisoma na matamshi yake ni mabovu. Sasa ni nukuu baadhi ya madai yake huyu bwana. Nina nukuu. Amesoma aya nambari 223 inayosema nisaukum harthun lakum fa'tu harthakum anna shi'tum. Aya inasema wake zenu ni makonde yenu, ni mashamba yenu. Fa'tu harthakum anna shi'tum, basi yaendeyeni makonde yenu, yaendeyeni mashamba yenu kwa staili yoyote mnayoitaka. Yeye akasema kwanza aya hii ni muhkam. Aya hii anasema aya hii ni muhkam. Kisha akasema kupitia aya hii hamwezi kukataza kuwaingilia wanawake kinyume na maumbile. Wakati huo huo yeye anatumia aya hii
kuwaruhusu wanawake kuwaingilia kinyume na maumbile. Ya ajab al-ujab. Kisha akasema kupitia aya hii hatuwezi kuharamisha kuwaingilia wanawake kinyume na maumbile. Na hapo hapo ana bugi step, hapo hapo anajisahau, anasema anna imeruhusu kuwaingilia wanawake kinyume na maumbile. Akasema fa'tu harthakum anna shi'tum. Allah aliposema yaendeeni makonde yenu, mashamba yenu, anna shi'tum, hii anna akasema ina maana kuu tatu kilugha. Sikiliza sasa lugha yake hiyo. Akasema maana ya kwanza ni kaifama, akiwa ana maana namna mnavyopenda, waingilieni namna mnavyopenda. Kisha akasema maana ya pili ainama shi'tum, akasema maana yake mahala popote mtakavyo. Kisha anavyoonyesha udhaifu wake anasema ainama shi'tum, mahala popote mtakavyo, yaani kama vile nyumbani, kama vile barabarani kama mbuzi, kama vile sokoni. Tumia tu akili yako ya kuzaliwa. Mwambie tu mtoto wa Nasar anna shi'tum, mahala popote. Kisha akatafsiri mahala popote, yani nyumbani au barabarani au sokoni. Ni nani Muislamu mwenye akili timamu mliwahi kumwona akimuingilia mke wake barabarani? Ni nani Muislamu timamu mliwahi kumwona akimuingilia mke wake sokoni? Anasema aya imeruhusu kuwaingilia wanawake barabarani, kuwaingilia wanawake masokoni, majumbani, kila mahala. Ndio maana ainama shi'tum. Kweli paka barabarani, kama mzee mbuzi, kama mzee jogoo, kweli. Kisha akaleta maana ya tatu, akasema maana ya tatu ya anna ni haithuma. Hapo sasa ndo kakoroga urojo kabisa. Akasema haithuma maana yake sehemu yoyote mpendavyo. Kisha akafafanua akasema masikioni. Masikio hayo ni ya tembo, hayo masikio ya mkeo. Tafsiri ya Mashia hii katafsiri mwenyewe, anasema Qur'ani inasema anna shi'tum, maana ya neno la anna yani haithuma, yani sehemu yoyote mpendavyo, kama vile masikioni. Akaenda mbali, kama vile kichwani. Haya, nionyeshe tundu la kichwani unaweza kupenyeza. Jamani, hii dini, hii si aibu. Jamani, hii si fedheha. Subhanallah. Anakwambia ndo maana ya haithuma, ndo maana ya anna ni haithuma. Na haithuma maana yake sehemu yoyote. Akasema masikioni, kichwani, puani. Hatujawahi kumuona mbuzi akimuingilia mbuzi wa kike masikioni au puani, ila nyinyi tu wazee. Hata hivyo akasema, kwa hiyo anayekuja kuwatuhumu Mashia aituhumu kwanza Qur'ani, aituhumu Qur'ani. Kisha akaendelea akasema ndo maana huwezi kutumia aya hii kuharamisha kuwaingilia wanawake kinyume na maumbile. Anasema hatuwezi kutumia aya hii. Aya gani? Iliyosema nisaukum harthun lakum, wake zenu ni makonde yenu, ni mashamba yenu. Fa'tu harthakum anna shi'tum, basi yaendeeni mashamba yenu, yaendeeni makonde yenu kwa namna yoyote mnayoitaka, kwa staili yoyote mnayoitaka.
Akasema hii aya huwezi kuitumia ukasema hii aya imeharamisha kuingilia wanawake kinyume na maumbile. Wakati huo anatumia aya hii kuhalalisha ngono, liwati na kuingilia wanawake kinyume na maumbile. Anasema anna ina maana tatu. Moja ya maana ya anna, mahala popote, kama vile masikioni penyeza tubabu, kama vile kichwani dunga tubabu, kama vile puani gonga tubabu. Anasema hivyo. Tafsiri hii ya kusema kwamba muwaingilie wake zenu mahala popote, kichwani, masikioni, narudia, masikioni, kichwani, puani, umeitoa wapi wakati wewe mwenyewe unadai aya hii ni muhkam? Mpaka turudi katika riwaya mbalimbali. Kwa nini unatumia aya hiyo ya kuambia Waislamu na unapotosha maneno ya Allah, unapotosha Qur'ani tukufu, unadai madai ya uongo ya kuwa Qur'ani imeruhusu kuwaingilia wanawake kinyume na maumbile, na hayo sio mambo yenu, na anayetaka kutuhumu asiwatuhumu wao bali aituhumu Qur'ani. Subhanallah. Haya ni maajabu sana ndugu zangu Waislamu. Haya ni maajabu sana. Mimi namuuliza, anta a'lamu bilqur'ani wa bilarabiyyati am rasulullah sallallahu alayhi wasallam? Je, kati ya wewe na bwana mtume Muhammad sallallahu alayhi wasallam ni nani hasa mwenye kuijua Qur'ani kuliko mwenzake? Kati ya wewe na bwana mtume Muhammad sallallahu alayhi wasallam ni nani mwenye kuijua lugha fasaha ya Kiarabu, wewe au bwana mtume Muhammad sallallahu alayhi wasallam? Na kuuliza tena, aunzila alquranu alayka am ala sayyidina Muhammad? Qurani hii je, imeshushwa kwako au imeshushwa juu ya mtume Muhammad sallallahu alayhi wasallam? Sikiliza Ash-Shu'ara 192 hadi 195, Allah anavyosema Qurani hii imeshushwa juu ya Muhammad na ndio anayejua zaidi. Wa innahu latanzilu rabbil alamin nazala bihi ar-ruhul amin ala qalbika litakuna minal munzirin bilisanin arabiyyin mubin. Na hakika ya Qur'ani hii ni uteremsho ulioteremka kutoka kwa mlezi wa ulimwengu. Ameteremka nayo, ameshuka nayo ar-ruhul amin, yule roho muaminifu, ala qalbika, juu ya moyo wako, litakuna minal munzirin, ili upate kuwa miongoni mwa waonyaji, bilisanin, kwa ulimi, bilisanin, kwa lugha, arabiyyin, ya Kiarabu, mubin, ya wazi kabisa, kwa lugha fasaha kabisa ya Kiarabu. Ni nani mfasiri wa kwanza wa Qur'an? Man huwa awwalu mufassirin lilquran? Ni nani mtu wa kwanza kabisa ambaye ndiye hasa mfasiri wa Qur'ani? Nani? Wewe au bwana mtume Muhammad sallallahu alayhi wasallam? Twende katika suratu An-Nahl aya nambari 48. Msikilize Allah anamwambia nini mtume Muhammad. Anambebesha majukumu mtume Muhammad, anampa mtume Muhammad kazi nzito. Majukumu yapi? Kazi gani? Maelekezo yapi aliyompa? Aqulu ma tasma'un wastaghfirullaha li wa lakum fastaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim wa huwal barrul karim. Sikiliza majukumu aliyobebeshwa mtume Muhammad
Sikiliza, kibali maalum alichopewa bwana mtume Muhammad. Sikiliza, kipaji maalum alichopewa bwana mtume Muhammad. Sikiliza, fani maalum aliyopewa bwana mtume Muhammad. Sikiliza, ilmu, maarifa maalum aliyopewa bwana mtume Muhammad. An-Nahl 44 wa anzalna ilayka adh-dhikra litubayyina lin-nasi ma nuzzila ilayhim wa la'allahum yatafakkarun. Na tumekuteremshia Qur'ani ewe Muhammad ili upate kuwabainishia yale yaliyoshushwa kwao, ili upate kuwatafsiria yale yaliyoshushwa kwao, ili upate kuwafafanulia yale yaliyoshushwa kwao. Leo anakuja na lugha yake ya uongo na kweli, anakwambia kwanza aya hii haijakataza kuingilia wanawake kinyume na maumbile. Kwa nini? Ni muhkam. Okay. Alafu anakuja anasema katika aya hii kuna neno linasema anna, na anna ina maana tatu katika lugha ya Kiarabu. Moja ya maana hizo inasema muwaingilie kichwani, masikioni, puani na kinyume na maumbile. Sasa muhkamu hii elimu yake kakupa nani? Ni nani aliyekwambia hii ambayo umeihukumia kuwa ni muhkam, we elimu ya kujua tafsiri yake, ta'wili yake, mpaka unaifundisha jamii tabia mbaya, waingilie wake zao masikioni, kichwani, puani? Hii umeitoa wapi? Sasa njoo kwa mwenye Qur'ani yake ambaye ni mtume wetu Muhammad sallallahu alayhi wasallam, ambaye katika sura hiyo ya An-Nahl 64 Allah anamwambia wama anzalna alayka alkitaba illa litubayyina lahum alladhi ikhtalafu fihi, na wala hatujapatapo kukiteremsha kitabu juu yako illa upate kuwabainishia, kuwafafanulia, kuwatafsiria yale ambayo wana ikhtilafiana ndani yake. Wewe ni mtume, ndio mwenye kitabu chake aliyepewa elimu hii. Sasa Waislamu, njoeni kwa mtume wetu, mwalimu wetu, kiongozi wetu, kipenzi chetu mtume Muhammad sallallahu alayhi wasallam, ambaye ndiye mfasir wa kwanza wa Qur'an na ndiye mfasiri mkubwa wa Qur'an. Tumsikilize mtume Muhammad sallallahu alayhi wasallam, yeye msimamo wake ukoje? Je, yafaa kuwaendea wake zetu kinyume na maumbile? Njoo katika musnad ya al-Imam Ahmad kwa nambari 9779, na katika sahihu ya al-Imam Abi Daud kwa nambari 3904, na katika sahihu Tirmidhi kwa nambari 135, na katika sahihu ya Ibn Majah kwa nambari 936 أن النبي صلى الله عليه وسلم قال يقومبا ونمتم محمد صلى الله عليه وسلم أمسيما من أتى حائضا أو امرأة في دبرها أتكي mwingilia mwanamke mwenye hedhi au akamwingilia mwanamke katika tupu yake ya nyuma, akamwendea kinyume na maumbile, au kahinan, au akamwendea kuhani, mtabiri, mpiga ramli, fasaddaqahu bima yaqul,
akamsadiki yale aliyomwambia. Hawa watatu wepi? Wenye kuwaingilia wake zao wakati wa hedhi, na wenye kuwaingilia wake zao kinyume na maumbile, na wenye kuwaendea makuhani wapiga ramli. Hawa wote faqad kafara bima unzila ala Muhammad, hao tayari wamekwisha kufuru yale yote yaliyoshushwa juu ya Mtume Muhammad. Kama ile alitosha Imamu Abu Daud katika sahihi yake, anapokea hadithi nambari 2162 ya kwamba Bwana Mtume Muhammad sallallahu alayhi wasallam anasema, mal'unun, amelaniwa, man atamra'atan fi duburiha, atakayemwendea mwanamke katika tupu yake ya nyuma. Amelaniwa atakayemwingilia mwanamke kinyume na maumbile. Huyo ndiye Mtume Muhammad, na haya ndio mafundisho ya Mtume Muhammad, na haya ndio mafundisho ya Uislamu. Hayo mwingine ni mafundisho ya dini yenu nyinyi. Kama haitoshi hilo, katika sahihu Tirmidhi hadithi nambari 1165, na katika kitabu cha Al-Kubra cha Al-Imamu An-Nasai hadithi nambari 1091, na Ibn Abi Shaybah katika musannaf yake kwa nambari 1017 anna an-nabiy sallallahu alayhi wasallam qala, Bwana Mtume Muhammad sallallahu alayhi wasallam amesema, la yanzuru Allahu ila rajulin ata rajulan, Allah hatomwangalia siku ya kiyama mwanaume atakayemwingilia mwanaume mwenzake, au imra'atan fi duburiha, au mwanaume atakayemwingilia mwanamke katika utupu wake wa nyuma. Bwana Mtume anatoa hukumu za wazi kabisa. Anasema Allah hatomtazama siku ya kiyama mwanaume atakayemwingilia mwanaume mwenzake kinyume na maumbile, au akamwingilia mwanamke kinyume na maumbile. Nataka nihitimishe khutba yangu. Al-Imamu Muslim katika sahihi yake kwa nambari 302 hadithi ya Anas radhiyallahu ta'ala anhu wa ardah. Sikiliza mafundisho sahihi ya Uislamu kupitia Qur'ani na Sunna za Bwana Mtume Muhammad sallallahu alayhi wasallam. Anas anatuambia, anna al-yahuda kanu idha hadat al-mar'atu fihim, mayahudi walikuwa wana tabia, mwanamke akiingia katika siku zake tu, akipata hedhi tu, lam yuakiluha, hawali naye chakula, walam yujami'uhunna fil buyut, na walikuwa hawawaingilii majumbani. Fasaala ashabu an-nabiy sallallahu alayhi wasallam an-nabiy sallallahu alayhi wasallam, masahaba wakamuuliza Bwana Mtume Muhammad sallallahu alayhi wasallam, wakamwambia Rasulullah, mayahudi wako hivi, haya mafundisho yakoje? Kipi kilichotokea na yapi yaliyojiri, na yapi mafundisho ya Bwana Mtume Muhammad sallallahu alayhi wasallam, na zipi comment za Bwana Mtume Muhammad sallallahu alayhi wasallama juu ya tabia hii ya mayahudi. Wake zao wanapoingia ndani ya hedhi walikuwa hawali nao chakula wala hawawaingilii katika majumba yao. Kipi alichokisema na ni yapi
إلى الجمعة القادمة إن شاء الرحمن الذي علم القرآن. Je, wewe ni mfanyabiashara na unatamani kuongeza viwango vya mauzo katika biashara yako? Usijali. Karibu Fadhakir TV. Tukutangazie na tukukuzie biashara yako. Sisi ni wataalamu wa matangazo ya sauti na video. Pia tuna maelfu ya wafuasi katika kurasa zetu za mitandao ya kijamii. Hivyo tegemea wateja wengi ukifanya matangazo pamoja nasi. Je, ungependa kufanya matangazo na sisi? Karibu tukutangazie biashara yako. Tuna bonge la ofa. Gharama zetu ni nafuu na salama kwa watu wote. Tupigie simu namba 0718820808. Nyote mnakaribishwa.